Taasisi ya Pamoja Youth Initiative na ISA imeandaa mdahalo wa amani unaolenga kuhamasisha ushiriki wa wadau mbalimbali katika kushiriki uchaguzi mkuu bila vurugu uliofanyika katika ukumbi wa hoteli ya Zanzibar Beach Resort Mazizini nje kidogo ya mji wa Zanzibar. Akifungua kongamano la vijana katika kuelekea uchaguzi mkuu 2025-2030, mkurugenzi wa maendeleo ya vijana Shaibu Mohamed kutoka Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo amesema wizara hiyo imeunga mkono jitihada zinazofanywa na taasisi hizo chini ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuunganisha umoja na kuwa na amani, hasa kipindi hiki cha uchaguzi, ambapo lengo la mdahalo huo ni kuimarisha ushirikiano kati ya taasisi za uchaguzi, vyombo vya ulinzi na usalama, mitandao ya vijana, mashirika ya kiraia ili kukuza ushiriki wa amani nchini. Kwa fursa hii kuwashukuru wenzetu ambao waliotuwezesha kuja hapa leo hii, wenzetu wa Pamoja Youth Initiative, kwa kufanya hii initiative kwa pamoja na Tume ya Uchaguzi, kama wenyewe wanavyosema Pamoja Youth Initiative. Kwa pamoja na Tume ya Uchaguzi na wadau wengine wameweza kushirikiana na hatimaye wameweza kuandaa shughuli hii au mradi huu ambao tayari umeanza utekelezaji wake. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa hilo, na naamini kwamba programu hii italeta tija zaidi katika maendeleo ya vijana, lakini vile vile katika ushiriki wa vijana katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao unategemea kufanyika tarehe 29 Oktoba. Lakini licha ya Pamoja Youth Initiative, kama tunavyosema kwamba wao wamefanya pamoja na Tume ya Uchaguzi kupitia ndugu yangu Hamis, tukushukuruni sana Tume ya Uchaguzi kwa kuweza kwanza kuamini baadhi ya taasisi za maendeleo ya vijana. Najua sio taasisi hii tu, lakini kuna taasisi nyingi ambazo za vijana ambazo mmedhiamini na mmeweza kuwapa vibali kwa ajili ya kufanya kazi hii. Bila ya kutoa vibali, maana yake kazi isingefanyika. Hata hivyo, ametoa wito kwa taasisi za kiraia kuweza kuwashajihisha vijana kuendelea kuimarisha amani ndani ya nchi, kutokana na vijana ndiyo tegemeo la taifa, na kushiriki uchaguzi mkuu kwa salama, kuepukana na vichochezi viovu ikiwemo rushwa na vitendo vya udhalilishaji. Ni vyema tukajua kwamba Tanzania ni nchi pekee sasa ambayo inaimarisha amani, na Tanzania ni nchi pekee ambayo inaimarisha masuala ya utulivu, lakini tunaishi katika usalama. Kwa hivyo sisi kama vijana tunaamini kwamba ushiriki wetu katika swala zima la kutunza amani utaweza kuleta mafanikio makubwa katika nchi yetu. Kwa hiyo tuwatumie vijana vizuri sana katika kuhakikisha kwamba wanashiriki katika shughuli mbalimbali za uchaguzi, lakini katika njia ya usalama. Lakini tuwatumie vijana kama ni nguvu kazi ya taifa katika kuhakikisha tunaharakisha maendeleo ya nchi yetu. Tusiwatumie vijana katika swala zima la kubomoa nchi yetu, yaani na kuvuruga amani, lakini vile vile na kuweza kuleta machafuko katika nchi yetu. Kwa hivyo ni wito wangu kwetu sisi kama asasi, tuwahamasishe vijana tushiriki katika uchaguzi katika hali ya amani, lakini tushiriki katika shughuli za kimaendeleo ya nchi zile ambazo zitatuletea tija kwa kwetu sisi, lakini tija pia na kwa taifa. Mkurugenzi mtendaji wa Pamoja Youth Initiative Rashid Mwinyi amesema kudumisha amani wakati wa uchaguzi ni jukumu la pamoja, hivyo mwataka vijana kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2025 unakuwa wa amani, umoja na ukomavu wa kidemokrasia. Ni wazi na ukweli usiopingika kwamba katika miaka ya uchaguzi iliyopita muda kama huu kunakuwa kumepamba moto, lakini tunashukuru kuona mpaka sasa hatujasikia mtu yoyote amepigwa kofi au ameumizwa kwa sababu ya shughuli za kiuchaguzi. Tunafurahi na tunapenda kuona amani hii ikiendelea kuwepo katika nchi yetu, kwa sababu hakuna nchi ambayo itafanya maendeleo yoyote bila ya kuwepo na amani. Ndio maana tumeona kuna haja kubwa sana ya kuitisha mdahalo huu na kuitisha wadau kutoka maeneo mbalimbali. Tukiangalia
Humu kuna vyama vya siasa, kuna jeshi la polisi, kuna viongozi wa dini, kuna vijana, kuna viongozi wa asasi za kiraia, kuna waandishi wa habari na wadau wengine mbalimbali, ambapo kila mmoja ana jukumu kubwa la kuweza kulinda amani kwa nafasi yake. Akitoa salamu za Tume ya Uchaguzi ZEC, ndugu Hamisi Isa amesema taasisi ya Pamoja Youth Initiative imepewa kibali rasmi kwa ajili ya kushajihisha vijana kushiriki uchaguzi bila vurugu, kwani asilimia kubwa ya wananchi waliojiandikisha ni vijana. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar imetoa vibali kwa taasisi nyingi ikiwemo taasisi yetu ya Pamoja kuhakikisha kwamba wanatusaidia katika kutoa elimu ya uchaguzi, lakini uchaguzi ambao utakuwa unafuata viwango na kuhakikisha kwamba tunafanya uchaguzi kwa amani na kufuata sheria. Kwa hiyo kama ilivyo kwamba mimi niseme kwamba tunawapongeza kwa initiative zao kutafuta resources na kuhakikisha kwamba wanakutana na watu mbalimbali kutoa elimu juu ya uchaguzi, lakini utafuta utaratibu ambao utahakikisha kwamba uchaguzi wetu unakwenda kwa amani. Upande wao washiriki wa mjadala huo, Badru Muhammad na Salma Saidi, wamesema watahakikisha elimu walioipata wataweza kuwapa vijana wenzao ili kutimiza haki yao ya kupiga kura bila vurugu. Sisi kama vijana tuna nafasi kubwa katika kujenga hiyo amani. Kwa hiyo jambo la msingi kwanza vijana ni kuhamasishana namna ya kushiriki kwenye kupiga kura, kwamba ni kutimiza haki yetu ya msingi na kikatiba. Nimepata mafunzo ya elimu ya uraia pamoja na kupiga kura. Mimi pia ni kiongozi na balozi kwa wenzangu kwenda kuhamasisha juu ya swala zima la amani na utulivu ndani, yani wakati wa kupiga kura na baada ya kupiga kura. Mdahalo huo umehusisha washiriki zaidi ya 40 wakiwemo wawakilishi kutoka Tume ya Uchaguzi ZEC, Jeshi la Polisi, Idara ya Maendeleo na Vijana, viongozi wa dini na jamii, vyama vya siasa, mitandao ya vijana kutoka mikoa mitatu ya Unguja. Hamida Mohamed, Riyadh TV.